Naam, mkereketo wa lugha nadhani kwamba umekuwa na mchana mwanana leo siku ya Jumatano, tarehe ni mosi Julai mwaka 2026. Niite kaka Munai kama ilivyo ada, na ni furaha yangu gaya kukukaribisha kwenye kipindi cha Uketo wa Kiswahili, kipindi kinacholenga kuboresha sarufi ya Kiswahili, kipindi kinacholenga kufunza insha, na ni kipindi ambacho pia kinafunza kuhusu fasihi ya Kiswahili. Kumbuka kwamba tumeanzisha mdahalo kuhusu utanzu wa semi katika fasihi simulizi, na kwa sasa ningependa tuangalie vipera vya semi. Na mojawapo ya kipera cha semi ambacho ningependa tuweze kuangazia ni kipera cha semi ambacho ni methali. Methali, kumbuka kwamba maana yake ni semi fupi za kimapokeo zinazobeba hekima, maarifa, maadili na mafunzo yanayotokana na uzoefu wa muda mrefu wa jamii husika. Kumbuka kwamba kwa kawaida methali hutumia lugha ya picha na mafumbo kuelezea ukweli, kutoa nasaha, kuonya au kufundisha kuhusu maisha na mwenendo wa jamii. Kutokana na uzito wa ujumbe wake, methali zimeendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuhifadhi na kuendeleza utamaduni. Ningependa tuangalie sifa za methali. Mojawapo ya sifa za methali ni kwamba methali ni kauli fupi zenye mpangilio wa kisanaa. Ni kauli fupi zenye mpangilio wa kisanaa. Hapa tunaweza tukafafanua hoja hii kwa kusema methali huwasilishwa kwa lugha fupi yenye mvuto wa kishairi, tofauti na kauli za kawaida zinazotumia lugha ya moja kwa moja. Sifa ya pili ni kwamba methali huwa na muundo maalum. Hapa tunaweza tukafafanua kwa kueleza kwamba methali nyingi hujengwa kwa sehemu mbili zinazokamilishana kimantiki na kimaana ili kuwasilisha ujumbe kamili. Sifa ya tatu ni kwamba methali hutumia mbinu mbalimbali za kisanaa. Hapa tunaweza tukasema methali hujengwa kwa matumizi ya tamathali za semi na mbinu nyingine za lugha kama vile tashbihi, sitiari, kinaya, taswira, takriri, tashihisi ili kuongeza uzito na mvuto wa ujumbe. Sifa ya nne ni kwamba methali hufahamika katika jamii iliyozibuni. Hapa ni kusema kwamba maana na matumizi ya methali hutegemea utamaduni, historia na mazingira ya jinsi husika, jamii husika kunradhi, hivyo hueleweka kikamilifu na wanajamii hao. Kwa hivyo inaeleweka na wanajamii hao. Sifa ya nne ni kwamba methali hubeba maana ya ndani na nje. Hii inaeleweka sana kwamba methali huwa na maana ya moja kwa moja, maana ya nje, na pia methali pia huwa na maana ya ndani ambayo ndio msingi wa ujumbe unaokusudiwa. Kwa mfano, unapotumia methali inayosema mchuma janga hula na wa kwao, methali hiyo ina maana ya ndani na ina maana ya nje. Ama unapochukua methali kama mchumia juani hulia kivulini, methali hiyo imejengwa kwa maana ya ndani na maana ya nje. Sifa nyingine ni kwamba methali ni mali ya jamii. Hapa tunaweza tukafafanua kwa kusema kwamba methali hazimilikiwi na mtu binafsi, bali ni urithi wa jamii unaopitishwa kutoka kizazi kimoja
hadi kingine kwa njia ya masimulizi na matumizi ya kila siku. Kwa mfano, unapochukua methali kama uzuri wa kuyu ndani mabuu, hakuna mtu ambaye akasema kwamba yeye ndiye mmiliki wa methali ile. Methali ile inatumika na jamii nzima pasi na kuhusishwa na mtu yeyote. Uzuri wa kuyu ndani mabuu ama uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Sifa nyingine ni kwamba methali hueleza ukweli unaokubalika na jamii, kwamba methali huakisi imani, maadili, falsafa na kanuni za maisha zinazotambuliwa na kukubalika katika jamii husika. Unanifahamu? Sifa nyingine ni kwamba methali hutumika katika miktadha mbalimbali ya mawasiliano, kwamba methali hutumiwa kufundisha, methali hutumiwa kushauri, methali hutumiwa kuonya, methali hutumiwa kuhimiza, methali hutumiwa kukemea, methali hutumiwa kuburudisha na hata methali hutumiwa katika kutatua migogoro katika mazingira tofauti tofauti ya kijamii. Jambo jingine ni kwamba methali huhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Hapa ni kusema kupitia methali, jamii huhifadhi historia, mila, desturi, maadili na falsafa zake, hivyo kuchangia kudumisha utambulisho wa kitamaduni. Mwisho ni kwamba methali huonyesha utegemezi na uhusiano na tanzu nyingine za fasihi simulizi, kwamba methali huingiliana na tanzu kama vile nahau, misemo, vitendawili na hata hadithi, ambapo mara nyingi hutumiwa kuimarisha maudhui na kuongeza athari za kisanaa katika mawasiliano. Hata kwa wakati wa utoaji wa hotuba, mara nyingi utapata kwamba mtu anapotoa hotuba, na tunajua kwamba hotuba ni kipera cha nini? Ni mojawapo ya kipera cha utanzu wa mazungumzo. Lakini utapata kwamba mtu anapotoa hotuba ama hatibu, basi huwa anatumia methali wakati anapowahutubia watu. Wakati pia unapohadithia wenzako, unaweza ukatumia pia nini? Methali. Hata kwenye nyimbo unaweza ukatumia methali. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunasema kwamba methali huonyesha utegemezi na uhusiano na tanzu nyingine za fasihi simulizi. Kwa hivyo nashukuru sana na naomba mwanafunzi, mwanalugha, nikuombe kwamba endapo itawezekana na kuomba kwa heshima na taadhima uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Usichelewe kuniandikia ujumbe. Unaweza pia ukaniandikia ujumbe kupitia kwa nambari ya simu 0706 240057. Unanipata? 0706240057. Naomba uniandikie ujumbe. Unaweza ukanisaili swali. Unaweza ukatoa mchango wako kwenye kipindi hiki, ama ukapendekeza namna tunavyoweza kuboresha kipindi hiki. Jina langu ni Ustadh Kakamnai. Nashukuru kutangamana nawe kwenye kipindi hiki na kutakia usiku mwanana usiokuwa na bughudha.